Kwa hiyo sunna tunakusudia hapa, kwa mfano kama hivi tunasoma sisi haya maneno ya Mtume, ndio sunna zenyewe, ka hadithi nabii sallam, hizo ni sunna. Au sunna ya vitendo, kama katika sala Mtume alifunga mikono, Mtume alinyanyua mikono katika itidal, Mtume alifunga mikono katika sujud, hakadha Mtume alinyoka aliporukuu, Mtume alisujudu kwa vitendo, kwa viungo 7. Ni hivi katika sala. Na vile takriri ni kasukutihi an fi'li sahaba, ni kama vile Mtume Mwenyezi Mungu kunyamaza alipoona masahaba kuna vitendo fulani wamefanya, Mtume hakukasirika wala hakukataza, akanyamaza kimya. Maana yake nini? Karidhia. Jambo lile kafanya Mtume Mwenyezi Mungu, karidhia. Kwa hiyo masahaba wakaelewa maneno haya kwamba kumbe Mtume akiyamaza kimya maneno kama yake karidhia. Au vile vile sunna inaweza kuwa ni wahi wa Mwenyezi Mungu. Wahi wa nini? Mwenyezi Mungu, kama anavyosema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah alayhi. Imam Ibn al-Qayyim anasema kwamba sunnatu, hiyo sunna ni kama wahi, kwa sababu as-sunnatu sharihatun lil-Qur'ani wa mubayyinatin lahu. Sunna ni kielelezo cha Qur'ani na ubainisho wake. Sunna ni kielelezo cha Qur'ani na nini? Ubainisho wake. Kwa maana kwamba kuna mambo mengi ambayo Qur'ani imeyataja lakini haikuyaeleza. Qur'ani imefanya nini? Imeyataja lakini haikuyaeleza. Sasa sunna ndio imekuja kueleza. Kwa mfano jambo jepesi kabisa, sala ya dhuhuri na rakaa 4 katika Qur'ani hakuna pahala palipoambiwa dhuhuri rakaa 4, wala al-asr rakaa 4, wala maghribi 3, wala isha 4, wala sala al-fajr rakaa 2. Hakuna katika Qur'ani maneno kama hayo.